Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwanza kuwa naibu waziri wa habari na pia kuwa waziri kamili wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hii ni heshima kubwa sana kwangu na kwa familia yangu, na ninachukua kama chachu ya kuendelea kulitumikia taifa hili kwa bidii, weledi, uadilifu mkubwa. Nimhakikishie tu Mheshimiwa Rais ya kwamba utumishi alionipatia nitahakikisha ninamlipa kwa uadilifu mkubwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nitumie fursa hii kumpongeza tena Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na maono mapana yanayolenga kuleta maendeleo kwa wananchi mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Pia nimpongeze kwa kuendelea kuliongoza taifa vyema katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbana na changamoto mbalimbali, hususan migogoro ya kivita Mashariki ya Kati na vita ya Urusi na Ukraine ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta, bidhaa mbalimbali. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameendelea kuonyesha uongozi imara na mahiri kuhakikisha kwamba taifa linabaki moja na tunaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, niruhusu tena nimpongeze Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake ya bajeti aliyotoa mwelekeo wa utekelezaji wa malengo ya serikali katika mwaka 2025-26 na mwelekeo wa shughuli za serikali katika mwaka 2026-27 pamoja na masuala mengine. Hotuba hiyo imetoa maelezo kuhusu sekta zilizo chini ya wizara yangu imezingatia na itatekeleza maelekezo yote yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nikupongeze wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza kwa busara na weledi mkubwa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako na miongozo yako imekuwa na msingi wa ufanisi mkubwa wa Bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vyema majukumu yetu.